Tusome hamwe twasome kwa muri Matayo. Tunasoma pale tumesomewa mwanzo katika kitabu cha Matayo. Matayo 5 guhera ku murongo w'10 gushikana ku murongo w'12. Matayo 5 kuanzia mstari wa 10 hadi 12. Aravuga ati hahirwa ababanguranya umusawi w'10. Hahirwa abahamwa bahogwa ukugororoka. Kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho muzobatuka bakabahama bakabaremenaniriza ibi byose babamboye. Munezerwe muhimbarwe kuko impera zanyu ari nyinshi mwijuru. Kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana bambere. Reka nsabe Pastor Mwanza asome kandi mu Kiswahili. Naomba Pastor Mwanza asome katika kitabu katika Kiswahili. Heri walioteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. 1. Heri nini wakati wanapotukana nini na kuwatesa nini na kuwasemea nini kila neno mbaya kwa uongo kwa sababu yangu. 2. Furahini, shangilieni, kwa sababu thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walioteswa manabii waliokuwa mbele yenu. Akoze. Asante. Namwe kuramutsa ishengero ryose mu izina rya Yesu Kristo. Wasalimu katika jina la Yesu Kristo kanisa lote. Biragoye kuramukanya umumukwi. Eti ni shida kusalimiana kila mtu mmoja mmoja. Hanyuma ndanezereje cyane kuri umunsi kubona narose umwanya kugira ngo ndangiza miga ndi kumwe namwe. Eti nashukuru kwa siku ya leo kuona nitamaliza kanisa liko pamoja nani. Akazi visuni kanyorohereza. Kazi nayo hainiruhusu. Umunsi wa Mungu umwe ushobora kuzobonekana miga yose undi umunsi nzobonekana nk'isaha imwe cyangwa isaha nyinshi. Jumapili moja inaweza nikaonekana siku yote na nyingine Jumapili inaweza nikaonekana kama saa moja ama saa mbili. Hapo bibana urukundo nkunda abanyeshengero. Lakini kwa sababu ya upendo unavyopenda waumini, biranezeza gose kuheza nyaminga namwe. Nafurahishwa sana kumaliza ibada pamoja nanyi. Ndashimira cyane abakozi b'Imana ukuntu baturirimba indirimbo. Nashukuru sana watumishi wa Mungu akisi wametuimbia nyimbo. Ara makorasi. Katika chorus batugendeza yuko dusabe mwemu yera kugira ngo abantu badufasha mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwa Kristo. Wamesema yetu muombe Bwana Roho Mtakatifu atusaidie kuweza kutangaza injili katika dunia. Siku watafuse mwemu w'Imana. Malaika kama tuna Roho Mtakatifu kutuwezesha kazi hiyo, na tushobora gukora. Hatuwezi kuweza. Tulibuka tuvuye muri Afrika. Tunakumbuka bado tunatoka Afrika. Tuzino. Tunakuja hapa. Imana aravuga n'abakozi batari n'abantu benshi. Mungu ameongea na amezungumza na watu wengi. Avuga ati watu muri Amerika. Akasema tena watu meni Amerika. Na watu muri Canada. Na watu meni Canada. Na watu muri Australia. Na watu meni Australia. Ulaya. Kugira ngo mugende kumvugisha mu gihe. Ili muweze kutangaza habari njema. Ariko rero hari hakabazaho akile kuna question mark sehemu hiyo. Kubera abantu twakino tutazi no kugurura ibishongeza. Kwa sababu watu wengi tumekuja hatujui kuongea Kiingereza. Umuntu akavuga ati ndiye kuvuga ubutumwa muri Amerika. Mtu anasema eti nenda kuongea habari njema Amerika. Ariko muri wewe ni utome au utazi kuwa. Akida ni kwako hata au kuanzia kwa Kiingereza. Muri ico gihe dusanga yuko tworerwa kuvugisha no Imana dukoresha indimi tuzi. Sasa kwa kipindi hicho inaonekana tunaruhusiwa sana kuongea neno la Mungu kwa lugha ambayo tunafahamu. Ari Kibembe, kama ni Kibembe, kama ni Kiswahili, kama ni Kirundi, indimi ubona ubangu kukoresha. Yaani lugha ambayo ni rahisi sana kutumia. Ubutumwa. Ongea habari njema. Ariko usanga muri izo ndimi dukoresha ngamwe ishengero ryacu. Akuna kutana lugha hizo tunatumia katika kanisa hili. Nazo nyene zitunanira kuvuga ubutumwa. Hata na hizo zenyewe zinatusumbua sana kuongea habari njema. Hanyuma ngorore kuvuga ubutumwa mu Cyongereza. Hapo tunasubiri kutangaza injili katika lugha ya Kiingereza. Rero Imana idufashe twebwe twenyene ngaha tubanze tuvuge ijambo ry'Imana ry'ukuri. Sasa Mungu atusaidie ili sisi wenyewe hapa tuongee kwanza, tutangaze neno la Bwana la kweli. Twibuke igihe Yesu Kristo alikuwa agenda Yerusalemu. Tukumbuke Yesu alipokuwa anatembea Yerusalemu. Ashitse mu ngoro y'Imana. Alipofika kanisani mwa Bwana. Asanga ingoro yarahinduka. Akakutana kanisa imebadilishwa. Asanga ingoro yakwizwe isoko akaguriwa. Akakutana kanisa imefanya soko. Bagurishiriza mu byamwa. Wanauza vitu kama bagurishiriza mu impuzu. Wanauza nguo. Murazi
bigurishwa mu isoko. Unajua vitu ambavyo vinauzishwa katika soko. Ibyo byose byagiziki byari miliyoni. Hivyo vyote vimekuwa katika kanisa la Bwana. Yesu Kristo byamunezereza. Yesu Kristo haikumpendeza. Avuze ati ngora y'Imana mwayihinduye kweli mwayihinduye kuba kaburi. Akasema eti kwa nini kanisa la Bwana mmebadilisha kuwa soko? Icyo gihe bose yarabirukanye. Watu wote wamewafukuza siku hiyo. Ugerageje kukurikirana isima ya Yesu. Ukiendelea kufuatilia filmu ya Yesu, ubayiganyura urabona ukuntu yahinagura ibintu. Jinsi walivyopatia ngajisi ame mboga vitu. Ugeza habaje bacuruza. Hadi wale wanauza. Bamwiruka bavuga ngo ni mumufate uyo mugabo. Wakamkimbia huko wanasema eti mshike huyo bwana. Atumeduhomba. Eti anasababisha tunahomba. Atwonone ibi. Eti anaharibu vitu vingi. Nuko iryo shengero ryari ryamaze kurindirwa akaguriro. Ni kwa sababu kanisa hilo lilikuwa limebadilisha kuwa soko. Yesu Kristo ni acyemera. Yesu Kristo hakubali. Ni Mungu natwe. Ni kama vile sisi hapa. Mu minsi yose twarubisije mu Imana tugati imibiri yacu ni ngoro y'Imana. Siku zilizopita tumesikia kwamba miili yetu ni kanisa la Bwana. Imibiri yacu ni ngoro ya Mwemu Yera. Miili yetu ni kanisa la Roho Mtakatifu. Ico gihe Yesu Kristo ari ubutumwa. Siku ya Yesu Kristo alipokuwa akitangaza Injili. Yari amaze gukwiza imyaka 30 agenda. Alikuwa kwa miaka 30 akitembea. Akwiza ubutumwa. Anatembeza anaongea habari njema. Kwa mwaka wa 30. Kwa hiyo mwaka wa 30 ni kibazo cyo kugira ngo atubambe ku musaraba. Ndio alikuwa na tatizo ili aweze kubambwa msalabani. Amaze kudufira ku musaraba. Alipotufia msalabani, alizikwa, aragera hazuka, akafufuka, kugeza haseza intumwa ziwe, haja kaaga watumishi wake. Yari amaze kuronka intumwa zitaringire bamwemera gukurikira Yesu Kristo. Alikuwa alishapata mitume asiokuwa chache wa kumfuata. Ariko agomba tuge mu ijuru. Ila alipokuwa anataka kupanda mbinguni, yaraambia ati sinzobasiga n'imfura. Aliwaambia sitawaacha kama mayatima. Nzobarungika Mwemu Wera azobafasha gukora igikorwa cyo gukwiza ubutumwa. Nitawatumia Roho Mtakatifu atawasaidia kutangaza kazi yangu. Yarabwiye kugira ngo amwambia hivyo, ila iyo Mwemu w'Imana izobafasha gukora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Roho Mtakatifu atawasaidia kutangaza injili ya Bwana. Yarazi yuko bazoronka ingoro namaze gushika mu ijuru. Kwa sababu alijua atapata shida atakapofika mbinguni. Intumwa nyinshi zarakorewa mabi. Wanafunzi wengi wametendewa mambo ya kiajabu. Barishwe bagorwa ijambo ry'Imana. Waliuawa kwa sababu ya neno la Bwana. Merewe baruka kubiswaho ijambo ry'Imana bakuriza kwisi. Wameuawa kapigwa kwa sababu ya neno la Bwana walikuwa kutangaza hapa duniani. Kandi ico gihe bavuga ubutumwa benshi barafata ingendo bagenda n'amaguru. Na siku hiyo watu wa kuhubiri injili walikuwa wakichukua safari ndefu wakitembea na miguu. Wagini kuwa kuja kugenda n'imodoka yakoresha indogoba cyane farasi. Ambaye alikuwa na bahati ya kwenda na gari alikuwa akitumia punda ama farasi. Na hizo zilikuwa chache labda siku hiyo. Aligiye Paulo yaragiye Buraya, yaragiye muri Asia. Kuna kipindi Paulo alikuwa alienda Asia. Yamaze imyaka amazi menshi atari make ari mu kiyaga. Alimaliza muda mwingi ama miaka mingi akiwa baharini. Kubera ico gihe yagiye mu bwato atenza gutwarwa iyo umuyaga umutwara niwe yagenda. Kwa sababu siku hiyo alikuwa ndani ya boti, alikuwa akienda sehemu pepo na umpeleka. Ubutumwa bavuze babukoze mu ngorane zitandukanye. Injili walitangaza katika kipindi kigumu sana. Ariko twebwe biratworohera kino mugihe. Lakini sisi ni afadhali. Uragenda n'indege, mtu anaenda na avion, uragenda n'intuze n'imodoka, mtu anaenda na gari, uragenda ni boti, bismote, mtu anaenda na boti ikiwa na motel. Mu gikorwa cyo kwiza ubutumwa, kwa habari ya kikazi ya kutangaza habari. Bitware kuvuga ubutumwa. Tujihusishe sana kutangaza habari. Kandi turinde. Na pia tuwe na roho ngumu. Igikorwa cyo kuvuga ubutumwa ni igikorwa kitoroshe. Kazi ya kutangaza habari ni kazi ngumu. Hari ahantu ushobora gutuma aho nyine bakashaba kwica. Kuna sehemu unaweza ukatumwa na sasa hiyo wanakuwa. Kubera bumvise kubijambo izina rya Yesu Kristo. Kwa sababu unasikia unatangaza unasongea jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu unaona kuna Biblia. Ariko tujaribu tuteruka. Akili yote tusababisha tupe wasiwasi kutangaza injili ya Bwana. Tukwe waombe zili ubusariko usabe Mwemu w'Imana kufasha micho gikorwa. Kubali upigwe, kubali utukane, akili omba Roho Mtakatifu akuwezeshe katika kazi hiyo. Ndafisa abantu bakeya inuma ngeya ukuntu zishwe. Nina mitume fulani na jinsi walivyouawa. Sihogwa ukuntu zariko ziravuga ijambo ry'Imana. Waliuawa kwa sababu walikuwa wanatangaza habari njema ya Bwana. Reka namwe kuri Simoni Petero. Acha nianze kwa huyu Simoni Petero. Uyu yari umuntu wa hariya muri Betsaida. Huyu alikuwa ni mtu wa Betsaida, mu ntara ya Galilaya, katika mkoa wa Galilaya. Ukufa kwiwe bamubambye ku musaraba. Kufa kwake wamembamba msalabani.
uko bamuhamvye rero bagombye kumuhamba nk'uko Yesu yabambwe. Jinsi walivyomubamba msalabani walitaka kufanya kama vile Yesu alifanyiwa. Ariko nyine ubwavuze ati sishobora kubamba nk'uko Yesu Kristo yabambwe umwami wanjye. Lakini yeye amesema siwezi nikafanywa kama jinsi Bwana wangu Yesu Kristo amefanywa. Ahubwo ni munchurike. Lakini muni kuchurika. Ni kama kugeuza, munigeuze. Umutwe uraba hasi amaguru araba hejuru. Yaani kichwa kinaangalia chini, miguu inaangalia juu. Yapfiriye i Roma niho bamwishiye. Alikufia Roma ndo alimuuia. Aho hari mwaka wa 67. Hapa ilikuwa mwaka wa 67. Yesu Kristo amaze kutuka mwisho. Yesu alikuwa alishapanda juu mbinguni. Dusanga bamuhoye kuvuga ijambo ry'Imana. Tunakutana sababu kubwa ya kumua ilikuwa ni kutangaza injili ya Bwana. Turabe uyu numa Andrea naye. Tuangalie huyu Andrew naye. Uyu Andrea yiciwa mu gisagara cyitwa Constantinople. Eti huyu Andrew amekufia Constantinople. Nawe nyene mu kufa kwiwe bamubambye ku giti. Eti na yeye kwa kufa kwake wamembamba katika mti. Ubu rero wamukurikiranye bose wamuhamye n'uwitwa Maximilien. Eti ambaye amembamba amemfanyia hayo ni mtu anaitwa Maximilien. Maximilien ni umuntu atagomba kumva ijambo ry'Imana mu gisagara bitandukanye. Eti yo mtu alikuwa hataki kusikia habari ya Bwana katika miji tofauti. Muri ico gihe nubuzenye Andrea aramufata aramwica. Siku hiyo basi Andrew akachukuliwa kwa kauawa. Hariho uwitwa Yakobo bari babiri ariko Yakobo mukuru norangurirako. Kuna hawa Yakobo, akili wa Yakobo alikuwa wawili, kinaanzia kwanza kwa huyu Yakobo mkuu. Uyu yishwe n'umwami yitwa Herode Agripa. Huyu aliuawa na mfalme Herode Agripa. We yapfuye hari mu mwaka wa 42. Yeye amekufa mwaka wa 42. Hariho uwitwa Filipo. Kuna huyu anaitwa Filipo. Uyu Filipo yabambe ku giti na wenyene. Filipo huyu naye amebambwa mtini. Mu gisagara cyitwa Hierapolis. Katika mji unaitwa Hierapolis. Nawe yahamwe n'umuntu wagiye kumuhamba amaze kwicwa. Alipouawa umutima wiwe wahambwe n'uwitwa Bartimayo. Basi alipouawa, yani ule mzoga wake ulizikwa na mtu anaitwa Bartimayo. Because Imana Bartimayo aramwegeranya aragenda kumuhamba. Mtumishi wa Mungu alimkusanya basi akaenda kumzika. Uyo Bartimayo nawe nyene. Sasa yo Bartimayo harageze nawe nyine ahatotezwa. Alifika kipindi na yeye akapigwa sana. Harageze aho yicwa. Na yeye akauawa. Nukuvuga we rero ukuntu bamwishe Bartimayo. Yesu jinsi alivyouawa, baramukuye ko urushato kujya gukora ku rushato mwimene. Wachukua ngozi yote wakaitoa kama hizi tunaweza kufanya kwa ng'ombe ama kwa mbuzi. Uko rushato baramukuye ko bataranamwica abona. Sasa ngozi wameitoa akiwa naona jafa. Amaze kuva ku rushato, alipotoa ngozi yamaze iminsi 3 atarapfa. Alimaliza siku 3 kabla hajafa. Ariko haje iminsi 3. Lakini baada ya siku 3 ndio yabonye gukinga. Ndio alikufa. Abo bahamwe kubera kuvuga ijambo. Hao wote wamesema vifo vyao vimesababishwa kwa sababu ya kutangaza injili ya Bwana. Reka turabu witwa Matayo nao. Hadi tuangalie huyu Matayo. Huyu Matayo niwe yitwa yitwa Lewi. Huyu Matayo ndio siku moja aliitwa Lewi. Huyu urupfu rwiwe kunapfuye. Kifo chake alivyokuawa baramusogose nabi. Wamempiga visu. Aracikana. Hapo akafa. Abo bose n'abantu bazize bapfuye bazira ukuvuga ijambo ry'Imana. Hao wote ni watu wamekufa kwa sababu ya kutangaza injili ya Bwana. Ndafise uwundi yitwa Thomas. Nina mtu mwingine anaitwa Thomas. Uyu Thomas nawe yatewe amacumu. Huyu Thomas naye amepigwa mikuki. Hari ku murango wa saa 6 saa 7. Ilikuwa mchana hivi mida saa 6 saa 7. Baramutera amacumu. Basi wakampiga mikuki. Baramwica. Wakamuua. Aho yapfiriye ni mu gihugu cyo mu Buhindi. Sehemu alikufiwa, ameuliwa ni sehemu katika nchi ya Hindi. Ico gisagara mu gace yapfiriyemo. Kijiji cho alikufia hemo. Kugeza uyu munsi ugiye mu Buhindi ugonze kwashika. Hata sasa hivi ukienda Hindi au ukitaka kuafika. Bache bahita Saint Thomas. Walikuwa wanaita Saint Thomas. Maana yake Toma mtakatifu Toma mwairanda. Toma mtakatifu. Niko hitwa Yohana. Ndio jinsi wanavyoitwa hadi sasa. Hari ili nyuma yitwa Tadeo. Kuna mwingine mfuasi wa Mungu anaitwa Tadeo. Uyu Tadeo yale kwa kuvuga ijambo ry'Imana. Huyu Tadeo alikuwa akihubiri injili ya Bwana. Baramufata. Wakamshika. Hari Uyuda ari mu ntara y'Uyuda. Ilikuwa ni nchi ya Yudaya. Hanyuma aho hari muri Mesopotamia. Yale yavuye kutwa mu Uyuda ama muri Mesopotamia. Alikuwa alienda Yudaya pamoja na
Na hiyo sehemu anasema. Wewe leo bamwica yitwa Efenisia. Sasa alipouawa aliuya sehemu inaitwa Efenisia. Aho rero ni mbere yo kubica batinze kwa batotezwe ibintu bitari bikeya. Sasa ili kabla kwanza ya kuuawa alikuwa kwanza wamepigwa, wametukanwa vitu kama hivyo. Alikubatuka kubanduza kwasi ugondo bitandukanye. Yaani vitu vingi sana kama hivyo. Reka turabe uyu Yakobo mutoyirawe. Kuna huyu Yakobo mdogo. Uyu nawe nyene kubera kuvuga kw'ijambo ry'Imana harageze afatwa yicwa. Kwa sababu na huyu kutangaza injili ya Bwana alishikwa na yakawawa. Uyu kugira ngo bamwice, huyu kuliko kabla jinsi alivyouawa, murabona hari amasengero bubaka ugasanga ari ubusongero ubuntu busongoye bwose hari hejuru. Kuna makatedro ama kanisa nyingi zinajengwa kule juu, kunachongoka kule. Cyangwa ahantu hataramutse isengero taramutse bwose. Ama kanisa kubwa ndefu. Uyu Yakobo mutoya we baje bamudugana bishaka kusengero. Sasa huyu Yakobo mdogo amepandishwa hadi kule juu. Natari gushobora guhagarara kwa mara iminota n'ibiri. Sema alikuwa anataka kasimama kama dakika 2. Yaciye anyerera ava hejuru yikubita hasi. Basi akateleza kauka chini akajipiga chini. Uko niko bishe Yakobo mutoya. Ndio jinsi alivyouawa. Aho hadi Yerusalemu. Hapo ilikuwa Jerusalem. Ndio yapfiri. Ndio alivyokuuliwa. Hari yindi numa yitwa Simoni Zelote. Kuna huyu Simoni Zelote. Uyu Simoni Zelote yari paravuga ubutumwa. Huyu Simoni Zelote alikuwa akiongea injili ya Bwana. Ugeza hashikala ku mugabane wacu muri Afrika. Akafika karibu na Afrika ama akafika Afrika. Rero harageze nawe nyene ikeba mwica. Na ilifika kipindi akauliwa. Ukuntu bamwishe baramusogosa nabi baramucubisa nabi. Sisi walivyomuua na yeye wampiga visu. Yapfuye mu mwaka wa 1995. Amekufa mwaka wa 96. Reka turabe Matiyasi. Acha tuangalie Matthew ama Matiyasi. Uyu Matiyasi dusanga ni numa yasubiriye Yuda amaze kuva muri zija numa 12. Basi huyu Matiyasi ni mtu amerudilia Yuda alipotoka katika wale mitume 12. Harageze nawe ariko aravuga ubutumwa. Ilipofika kipindi alikuwa akihubiri injili ya Bwana, baramwica. Akauliwa. Nawe urupfu rwiwe uyu Matiyasi. Basi kifo chake na yeye huyu bamushiza ahantu, wamemtia sehemu, bamutera amabuye, wakampiga mawe. Yicishijwe amabuye kama Stefano yicishijwe amabuye. Amekufa kwa sababu ya mawe kama Stefano alivyofanyiwa. Abakozi Imana bararonse ingorane zikomeye. Watumishi wa Bwana wamepata shida nyingi sana tofauti. Reka tubabe Yohana. Tuangalie Yohana. Yohana urupfu rwiwe rwaratangaje abantu. Kifo cha Yohana kimeshangaza watu wengi sana. Kubera we, sababu yeye harageze bamufata, ilifika kipindi akashikwa, bamutwara kumubohera Patimo. Akashikwa kaenda kufungiwa sehemu inaitwa Patimo. Atarageze Patimo, kabla hajafika huko Patimo, baramushitse babaje kumushira mu ngunguru. Wamemtia kwanza katika ngunguru ama ngunguru naweza kusema ya mafuta. Iyo ngunguru yani kudateye kuri mafuta. Iyo ngunguru ilikuwa ikichemshwa, ilikuwa ndani mafuta. Hanyuma bamutereramo. Hapo akamtupia ndani. Bamutereyemo ijambo. Walipomtupia ndani katika ngunguru hiyo, bagiye kuraba, wakaenda kutizama, bazi neza yuko basanga yapfuye. Wakajua watakuta amekufa, basanga yahindutse. Wakakuta amebadilika. Yari umuntu w'umutama. Alikuwa mtu mzee. Mugabo basabishwe yahindutse. Wakakutana sura yake imebadilika. Yabaye umusore w'imyaka 50. Amekuwa kama kijana wa miaka 30. Bavuze kubera ko uyu mugabo yananiranye. Wakasema huyu kwa nini ameshindikana kufa? Twari tuzi yuko apfuye yicwa n'amavuta ikambire baje twita. Tulikuwa tunajua kama huyu atakufa na mafuta ya kuchemshwa kama kambili hivi. Bamaze kubona yuko adapfuye. Waliona akufa, bacha mutwara mu kizinga cy'Ipatimo. Bacha kumpeleka sehemu kama island Patimo. Bavuze ati ko tumutwaye hali azokwishwa n'inzara. Wakasema hivi tunampeleka kule atakufa na njaa. Ishoko kazokishwa n'ibikoko. Ama nake watoto watamuua. Ariko yakumanye ukugororo. Akira kabaki mtakatifu. Kuma tungaje tusabe mwemu w'Imana abari waturindisha turi ngomezi. Ile tunasikia eti tumuombe Roho Mtakatifu ili atupatie nguvu. Yakunyasaba Imana imukomeza wana. Basi aliendelea kuomba Mungu aweze kumlinda na kumpa nguvu. Imisi yose yamazeyo. Siku zote amebaki huko. Dusanga yuko yabaye atangorane n'imwe. Tumekuta amebaki huko bila kuwa na shida yoyote. Dusanga Imana rivuga yuko yagaburiwe n'inyoni nizo zamuzanira. Neno la Mungu linasema eti wandege wa angani ndio wamekuwa mletea chakula. Izo nyoni wandege hao zatumwa n'Imana walikuwa kitumwa na Mungu zikamushira imifungo. Zinampelekea chakula. Zimushira imifungurwa. Zikimpelekea chakula, harageze aho bagenda kumurondera. Ilifika kipindi wanaenda kumtafuta.
bagiye kumuraba, walipoenda kumtazama basanga Yohana na kimwe yabaye, wakutana Yohana bado yuko hai, basanga arakomeye, wakamkuta yuko hai. bali bazi ko azosanga yarishwe n'inzara, walikuwa fikiria watakuta amekufa na njaa, ariko basanga ari kumereye neza, akilo kakuta bado yu hai. aho ari mu gisagara cy'Efeso, hapo ilikuwa ni Efeso. baje bamufata, wakamshika, bamfatira ingingo yo kumutwara mu gisagara cy'Efeso, basi wakachukua hatua ya kumpeleka katika mji wa Efeso. Basi wakampatia uhuru wa kuongea kazi injili ya Bwana. Alipofika Efeso ndo akaandika hizi barua 3. Akaandika Yohana wa kwanza, wa pili hadi wa 3. Kwa sababu alikuwa ni mtu wa kubaki na nguvu ya Bwana ndani mwake. Anakuogopa hata siku moja kifo. Dusanga rero uwo Yohana wenyene uyo. Sasa tunakutana huyo Yohana mwenyewe niwe wenyene yishwe n'ubutamu. Ndo mwenyewe amekufa na uzee wake. Kama tuva mu Kirundi ngo yishwe n'ubwakarago. Ndo tunasema ile amekufa kwa sababu ya miaka yake. Imani shimo cyane. Bwana. Turasanga yuko hariho benshi. Tunakuta watu wengi. Hariho witwa Perpetua. Tuna huyu mtu anaitwa Perpetua. Huyu Perpetua yari afise yari umukozi umudamu akomeye mu bikorwa by'Imana. Alikuwa ni mama shujaa ndani ya kazi ya Bwana. Mwemu w'Imana yamali kuri we yamayamsatima na imufashe. Roho Mtakatifu siku zote alikuwa ndani mwake na alikuwa kimomba Mungu sana, Roho Mtakatifu abaki ndani mwake. Nawe baramufashe. Na yeye akashikwa. Kubera ari umuntu avuga ijambo ry'Imana. Kwa sababu alikuwa ni mtu wa kutangaza injili ya Bwana. Bavuga imbere yo kwishyura mugore Perpetua. Wakasema kabla ya kumuua huyu mama Perpetua, yari afise abana 12. alikuwa na watoto 12. Babaje kwica abana biwe 11. Waliua kwanza watoto wake 11. Bose barabica abona ukuntu bisha. Wote wakauliwa, iko naona hivi jinsi wanavyowaua. Hasigara umwana mutoyi bakayoya. Basi bakabaki mtoto mdogo sana mchanga. Baramubwira ati rero, wakamwambia sasa uyu mwana watu kwa matumizi, mtoto huyu tunataka tumuue. Ariko ila ni wemera kutuka Imana, kuvuga Imana nawe umwana wanatumwica. Ukikubali kumtosa Mungu ama kumwongea vibaya mtoto atamuua. Avuze jeshi shwa kutuka Imana. Akasema eti mimi kama siwezi nikamtosa. Sio kufa ku Imana. Siwezi nikatoka mbele ya Mungu. Bachafa bafata wa mwana huyu yoya. Wakachukua wale mtoto mchanga, baramwica, wakamuua. Bamwishe, walipomuua, bafata nyama zo mwana baraziteka. Wakachukua nyama za wale mtoto wakazipika. Batizana nyina, amazimaze kushazizana nyina wiyo kurangwa zike. Zilivyo hivyo wakamletea mama yake ili aweze kuzila. Batizana nyina wiwe. Walipozileta, afusati jewe sishobora kurya inyama z'umwana wangu. Akasema mimi kama siwezi nikakula nyama za mtoto wangu. Mufuma munyica. Afadhali mniue. Ati kandi sinemera kuhakana Imana yanjye. Na pia siwezi nikamkana Mungu wangu. Ariko nawe harageze igihe bamwica. Akina yeye ifika kipindi akauliwa. Turabo Paulo. Tuangalie Paulo. Uyu Paulo yicishijwe n'umuntu yitwa Nero. Mtu amesababisha Paulo kufa ni mtu anaitwa Nero. Hari mu mwaka wa 1968. Ilikuwa mwaka wa 68. Kugira ngo Nero aronke Paulo. Ili Nero apate Paulo, yaramudendereje. Amemuzingishia. Hari Roma. Ilikuwa Roma. Uyu Nero achavyuka mwijoro. Sasa uyu Nero kamka usiku. Afise ingabo ziwe. Alikuwa na wanajeshi wake. Baragenda aho mu imande gisagara baraturira. Wakaenda karibu na mji wakaunguza. Baraturira. Wakaunguza. Baturiye. Walipounguza, abantu barabajyanye mwijoro. Watu walikuwa kilala usiku. Barashobaduka bumvise ubururu kurahinda. Wakatoka wanakimbia waliposikia moto. Bamaze kwegerana. Walipokusanyika, Nero achaza babwira. Nero akakuja kuambia, ati murazi, eti mnajua umuntu aturiye kile gisagara n'umuntu yitwa Paulo. Eti mtu anaunguza mji huyu, mtu anaitwa Paulo. Ati rero kubera ico kintu yakoze. Eti kwa sababu kitu hicho alichokifanya, bisaba yuko tumwica. Sasa anatakiwa auliwe. Bukweye Nero. Sasa ilipokuwa asubuhi, huyo Nero yaciye ahamagara Paulo, akamuita Paulo, aramwagiriza ivyo nyonga. Basi akamzingishia mambo kama hayo. Hayo yovuze yuko ari umukozi w'Imana, kwisha mu Imana uko bikwiye. Kulikuwa sema kama mtumishi wa Mungu anaongea neno la Bwana kama kawaida. Yamwagiriza ibintu bitameze neza. Basi akamzingishia mambo mabaya sana. Hanyuma Paulo nawe aramwica. Basi Paulo akawa amekufa hivyo. Hari uwitwa Polikarpo. Kuna huyo anaitwa Polikarpo. Uyu yari umutama w'imyaka 80. Huyo alikuwa ni mzee wa miaka 80. Ariko yakorera Imana neza cyane. Alikuwa anatumikia Mungu kama ifuatavyo. Hanyuma
hacha haza umuntu abwira uyu mutama. Basi panakuja mtu akamwambia mzee huyu, ati wewe nta buryo kwihakana Imana kugira ngo ntiwishe. Eti wapi kuna jinsi unaweza kumkana Mungu ili usiuawe? Ariko nuzenya Polikariko. Sasa huyu Polikariko uwo mutama w'imyaka 80 mtu wa miaka 80 yaramubwiye ati ifu urabona mihakana umuntu ashikanye kuri imyaka 80 kweli. Lakini unaona kweli ni aje Mungu abona na miaka 80. Umuntu atunenera kuri imyaka ni Imana. Mtu anasababisha nafika kwa miaka hii ni Mungu. Hanyuma chinda mwihakana. Alafu ni mkana. Auza ati nibishoboka. Akasema iti haiwezekani. Nibishoboka ko ndamwihakana. Haiwezekani kama ni mwasi. Ariko nawe basi na yeye usanga ko nawe nyene yarishwe na yeye basi aliwawa bamuziza kutemera kwana Imana. Walipomzingishia kutokubali kumkana Mungu. Hari umwana mutoyi yitwa Polio. Kuna mtoto mdogo alikuwa anaitwa Polio. Uyu Polio yari afite imyaka 13. Uyu Polio alikuwa na miaka 13. Abana batoyi n'abakozi b'Imana. Watoto wadogo ni watumishi wa Bwana. Ndio mambo ubonye umwana muto. Ndio maana ukiona mtoto mdogo akuhanuye, anakuonya, akakupongora mu nzira y'Imana, anakupeleka ndani ya njia ya Bwana. Msikilize. Mwumvire. Msikilize. Na Yesu Kristo mkutaka kule bikorwa by'Imana. Hata na Yesu Kristo kuanza kutumia kazi ya Bwana alikuwa na miaka 12. Uyu Polio bana mteye ubwoba abategetsi wamemtisha wakuu wa mji. Bana mteye ubwoba, wamemtisha sana. wewe unatinya umwami. Eti wewe kwa nini hauogopi mfalme? Wewe unatinya umwami. Ni kwa nini hauogopi mfalme? Mtu bashobora kukwica umwe. Haujui anaweza kukuua sasa hivi. Ariko mwana, lakini mtoto huo nawe harageze ababaza. Basi na yeye ilikuwa kipindi akawauliza. Ati murazi yuko ari umuntu hari Imana isumbya cyane umwami asumbya ubukare uyo umwami wacu. Eti mnajua kwamba kuna mfalme wa kuzidi makali mfalme wenu? Hanyuma uwo mwana amaze kubabwira uwo. Basi mswali alipowaambia hivyo baratangaje. Wakashangaa sana. Wakasema wewe uogopi kusema maneno hayo kwa mfalme? No. Hanyuma haragezeho ilifika kipindi bamufata wamshika mukufa kwiwe. Kufa kwake huyo Polion nuwitwa nuze Marcellus. Kuna mtu alikuwa anaitwa Marcellus. Marcellus ndiye akoze kumwica. Marcellus ndio alifanya kazi hiyo ya kumuua mtoto huo. Ariko amaze kumwica umwana, lakini alivyomuua mtoto huo harageze igihe akoranya abategeka bose. Kuna kipindi ilifika kipindi akawaita watu wote alikuwa kiongoza. Avuza ati huyu Marcellus, eti huyu Marcellus niwe yarajeje kwishwa kutoteza abakozi b'Imana. Eti yule alikuwa na kazi ya kuua ama kufanya vibaya. Leo amaze kubona yuko bamaze kwisha batari baki. Sasa alivyoona walivyoua wasiokuwa wachache, atakoranya abakorana bose basi alikusanya watu wote ambao wanafanya kazi moja. Arababwira tebaga, akawaambia eti ndugu zangu, hivi bintu tuko turakora, eti kazi hizi ambazo tunazifanya kwica abakozi b'Imana, na watumishi wa Bwana, tubazisubusa. Hakuna kitu ambacho tunawazingishia, tuwazingishia bure tu. Sasa kwa hiyo ni vizuri yuko tunataka kuishi, ni vizuri tuache kuwaua, tuache kuwaua, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinasababisha tuwaue. Don't play with me. Basi kipindi hicho Marcellus basi aliokoka, aliokoka kubera yabona yuko yarageza abona yuko ibyakoze byose ko byabaye ibintu bimeze nabi, kwa sababu mambo yote aliyofanya ameona kwamba ni bure. Hanyuma twamaze kumva neza yuko hari abantu benshi baratoteje kubera kuvugisha mu gihe. Tumesikia kwamba kuna watu wengi wamepigwa sana wakafanywa vibaya kwa sababu ya kuongea injili ya Bwana. Barishwe kubera kuvuga ukuri. Wameuawa kwa sababu ya kuongea ukweli. Reka twilabe muri Daniel. Acha tuangalie katika kitabu cha Daniel. Turabe Meshaki, Abednego na Uzenya. Tuangalie Meshaki, Abednego, Shadrach, Meshaki na Abednego. Tuangalie Shadrach, Meshaki pamoja na Abednego. Umwami Daniel, mfalme Daniel, yaragezikiye ilifika kipindi umwami Nebukadneza, mfalme Nebukadneza aragezikiye abumba igishushanyo. Imefika kipindi akaumba
start. Avuze ati iki gishushanyo nkeneye yuko abantu bose bazoza kugifukamira. Eti start hii nataka watu wote wao wanakiabudu. Amaze kuchuchuza alivyokijaza yabwiye abategetsi bose b'inzego zitandukanye. Aliambia wakuu wa idara fulani muzomenyesha abantu bose. Ati muambie watu wote umunsi munaka eti siku fulani nimurumva inuzenya nibumva ikengeri madam wakisikia tarumbeta hivyo muzoca bazoce baza ngaha basi watu wote waje hapa hanyuma ivyo bintu biriko biravugwa vitu vyote hivyo matarumbeta tukua vikisema uwariwe wese azoca afukamira kino gishushanyo. Mtu wote akisikia hivyo tunasema basi mtu wote apigie goti hii statue. Babategetsi baragenda barabikora. Basi hao wakuu wakaenda wakaongea. Wa munsi bagera. Siku hiyo ikafika. Wa munsi ushitse. Siku hiyo ilipofika. Zanzamba na makengeri ngoma n'ibindi. Basi tarumbeta hizo zikapigwa. Zikapigwa. Abantu bose barafukama. Watu wote wakapiga goti. Bunamira chashwe chashusha. Basi wakapiga goti katika hiyo statue. Bamaze kunamira chashusha. Basi walipopiga goti. Babona ari abayuda batagifukamira. Wakaona Wayuda hawakupiga goti. Baraza baramwawera raporo Nebukadneza. Basi wakamwambia mfalme Nebukadneza. Wavuze ati wakasema ati wewe umesema umuntu atazunamira kino gishushanyo. Mtu wote atapigia goti hii statues. Bazotererwa eti atatupiwa mu ngunguru z'amavuta ziturira. Katika ngunguru za mafuta zikiwa zinawaka moto. Change mu muriro. Ama katika moto. Unashaka kusoma nete muri Danieli chaka cha. Unaweza kusoma vizuri hiyo habari katika Danieli mstari wa 3. Ati lero eti sasa ayaba watatu batigeze bafukama. Kuna wana watatu wa kupiga magoti. Ati lero bisaba ko ari cyo wiyemeje. Sasa inatakiwa ufanye ulivyo idea. Icho gihe siku hiyo Nebukadneza yagenda nege. Basi akaenda karibu. Shadraka Meshaki na Abednego. Karibu Shadraka Meshaki pamoja na Abednego. Wasamende nimwafukamie kino chapa kino gishushanyo. Akwambia hivi nasikia mkupiga magoti katika hii statue. Wewe kitu mtagombye kufukamira Imana yangu. Kwa nini hamkuweza kufanya hivyo katika Mungu wao? Babuzati twebe wakasema eti sisi ntidushobora kunamira hatuwezi kupiga goti gishushanyo mbele ya hii statues. Hanyuma nawe arababwira Nebukadneza arababwira ati basi naye Nebukadneza kuambia eti mutende ukifukamira basi kama mpigi magoti yenu hapa nitawatupa katika moto ule, nitawatupa katika moto. Shadraka na Meshaki na Abednego wakamwambia mfalme eti twebe turemera sisi tunakubali tutemurwo muriro ututupe katika moto huo. Atariko ila birashikana wo tutamurwo muriro inawezekana hata ukitupa katika moto huo Imana yacu dusenga Mungu wetu ambaye tunamuomba birashika tukingika tukisatupa murwo muriro dukomeye inaweza kusababisha Mungu wetu tunamuomba inaweza kusababisha tunatoka katika moto huo tukiwa asili. Atariko natwo upfira lakini eti hata tukifia humo Mungu tukafia mu mwami wa lakini tunakufia ndani ya Yesu Kristo na ngombe tuzote eti hata tukaomba kitu chochote. Bwana apewe sifa. Icho gihe Nebukadneza siku hiyo Nebukadneza yumvise inyishu bamuhaye aliposikia jibu aliyopewa yarashangashiwe rwose. Basi akasikia hasira sana. Yarashangashiwe cyane. Alisikia hasira sana. Acarabafata akawachukua abwira abazo ati genda mwati muriya muri. Akawaambia wanajeshi wake eti tupeni wale watu. Abatarabasha muri uwo muri. Lakini kabla ya watupa ndani ya moto huo yababwira ati genda mwongere ukari bw'umuriro musheme. Akamwambia kwanza nenda chukweni kuni nyingi mtie katika ule moto ili wake vizuri. Basi moto utakuwa mwingi utakuwa mwingi. Acha watayo bana. Basi wakatupa hemo watu watatu. Wakawatupa ndani. Nabo barisubira. Basi unajua karudi. Bari bazi yuko umuntu tumwe baza kuba bamaze kufa. Kwa sababu ya moto mwingi alikuwa katika dakika moja atakuwa amefariki. Halimeza kandi. Basi palipopita muda mfupi Nebukadneza n'umutima urasinda. Akasikia roho inaruka. Avuze ati nibagirukira kuraba abantu. Akasema eti nimesahau kwenda kuangalia wale watu kama wamefariki. Akoma kuegera atanashika. Akiwa naenda karibu tu hajafika araharura umwe babiri akahesabia mmoja wawili watatu wanne. Akasema nini aba bantu bashaka hao watu bado wazima ni kweli kiba ni kwa nini wapigani bado wazima? Aregera kandi neza akasogea pia kidogo tena asanga niko bibi akakutana wote wapigani wazima. Mungu abasanzeyo alipowakuta ndani achaona wakandugira kane akaona mtu wa nne umuntu afise ishusho ya Yesu Kristo. Akaona ni mtu ana sura ya Yesu Kristo. Nabi ndio bali bahindwe kandi. Na wenyewe walipokuwa wamebadilishwa pia. Chaba igitangaza kile kule. Ilikuwa ni ajabu sana kubwa miujiza mingi kwa Nebukadneza. Acha binga wazi watigeni mwakule. Basi akamwambia wanajeshi wake nenda mwatoe. Barakura hiyo. Wakawatoa.
Reka tusomere hamwe aya majambo ari muri Danieli. Acha tusome kitabu cha Daniel. Igice cha 3 ku murongo wa 28. 3:28. Daniel 3:28. Kwera ku murongo 28 gushitsa ku murongo wa 30. 28 hadi 30. Aravuga ati Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shadraka na Meshaki na Abednego iragahimbaza Imana ishimishaka. Amen. Niyo yarungitse mu marayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagaheba amagara yabo kugira ngo nibagire iyindi mana nimwe basaba cyane basenga atari Imana yabo. 29 Nico gitumye nshinga icyagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose cyane ihanga cyane wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abednego azohimbagurwa kandi urugo rwiwe ruzosigara ari tongo kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shadraka na Meshaki na Abednego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Amen. Soma kwa Kiswahili bwana. Nebukadneza akatoa maneno na kusema, abarikiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego aliyetuma malaika yake na kuponyesha watumishi wake walimwamini na kugeuza neno la mfalme, na wametoa mili yao ili wasitumikie wala kuabudu Mungu mwingine ila Mungu wao wenyewe. Kwa sababu ya neno hili ninaweka amri hata kila kabila la watu, taifa na lugha watakaosema neno lolote lisilopasa juu ya Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanya kuwa jalala, kwa sababu hakuna Mungu mwingine anayeweza kuokoa namna hii. Alafu mfalme akatukuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Amen. Amen. Bakozi b'Imana, watumishi wa Bwana, Akristo wagenzanje, Wakristo ndugu zangu, nitwakorera Imana mukuri, tukitumikia Mungu katika ukweli, Imana izodushumbusha. Mungu atatuzidishia. Uko tuvugwa nabi, jinsi tunavyoongelewa vibaya, uko tutukwa nabi, jinsi tunavyotukanwa, uko tusibugono nabi, jinsi wanavyotutusi vibaya, uko jambo jima tunasababishwa katika neno la Bwana, kwa sababu kazi ya Mungu tunayoitenda ya Bwana tuvyemere, tukubali, tuvyihanganire, tuvumilie, tukure mu ubwoba, tujitoe uoga. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nasi kutupa nguvu. Itafika kipindi tunapewa zaidi na zaidi, kupewa zaidi. Imana yake kututegurira hali. Mungu ameenda kutuandalia huko. Ijambo ry'Imana yatubwira yuko Imana Yesu Kristo azoduhana kwa Moses. Neno la Mungu linatuambia eti Yesu Kristo atupangusa machozi. Kubera arazi neza yuko. Kwa sababu anajua vizuri. Sisi tusimbona na tushikwa n'ingorane zitandukanye. Duniani hapo tunashinda tunapata shida tofauti. Arazi neza yuko ibyashika inyuma. Anajua mambo yalitokea katika mitume yake. Wezisha kwa mbinguni. Kwa baada yishikana wandi batandukanye. Na ndio jinsi hata na watu wengine vinawafikia. Nebukadneza. Arageza haona yuko byakoze byose arubusa. Ilifanya kipenda naona mambo yatenda ni bure. Arageza yitamo kwakira Yesu Kristo wenyewe. Amepitia kupokea Bwana Yesu Kristo. Ameona ni vizuri kupokea Yesu Kristo. Akasema huyu Mungu wa Meshaki, huyu Mungu wa Abednego, na Mungu wa Shadraka ni vizuri na mimi mkubali. Basi akamwambia nchi yote, akamwambia eti hata siku moja msipigie tena kwa Kristo. Ninatoa amri ili mweze kupiga magoti, mnapiga magoti Mungu wa Meshaki na Abednego na Shadraka. Bwana
Eti ni ajabu imetokea. Nakumbuka Yesu Kristo alipokuwa msalabani, walipompiga mkuki, wametoka damu na maji. Lakini yale maji amaze gusiba kuja gutaruka, alivyoruka ujya mugabisha ujya mukuru w'abasirikare yari hajya, basi yule mkuu wa wanajeshi alikuwa pale. Yari asanzwe ijisho rimwe litabona, alikuwa jicho limoja lilikuwa liona, fasa mwitabona, jicho limoja lilikuwa liona. Leo ayo mazi amusimbe mu jisho, basi yale maji alipomukia jichoni yaciye ahumu, basi alikuwa anaona. Amaze kuhumuka, basi alivyoona akachabona n'ingene habaye ubwita kabiri amaze kufa, akona jinsi imekuwa usiku na ilikuwa ni mchana. Aragizigavuga ati by'ukuri uyu yari umwana. Basi akasema kweli huyu alikuwa ni mtoto wa Bwana. Kandi nawe nyine yarasabye imbabazi, na yeye mwenyewe pia ameomba msamaha, aremera kwakira Yesu mu bugingo bwiwe, akakubali kumpokea Yesu kwenye maisha yake, akakubali kutumikia Mungu kwa kweli. Bwana kwa sifa sana. Tukore Imana mwisho, tumtumikie Mungu kwa kweli, hata ngo batufise, hata hatuna woga kwa kuvuga ngo tutatukwa, tusiwe na woga tutatukana, kwa ngo tutachokwa, eti tutatusi, kwa ngo tutatoteza, eti watatusema vibaya. Ukiruko wana kiuzo, ukitakuwa na woga utafanya kazi yoyote, sana zoronge Israeli, shetani atapata nafasi yako katika woga wako. Leo mlikuwa tukora, sasa katika kazi tunayotenda, shia manga mlikuwa watu tuwe na ushuhuda katika kazi, kwa biosi kwako mliona kwa sababu mambo yote yanayosema kwa ajili yako yaonekane. Basi kuendelea kazi ya Bwana. Amen. 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 Komene muri Yesu. Ati kuwa na nguvu ndani ya Yesu. Hariho umuntu ikibandi kimwe, kuna kibandi ama msuma mmoja mwizi. Yitwa Nicky Cruz. Alikuwa anaitwa Nicky Cruz wa muri Amerika yetu hapa USA. Yari umwicanyi msuma wa rutuwe. Eti alikuwa ni muuaji na mwizi ule wa hali ya juu. Icho kiachaba umukozi w'Imana. Basi siku hiyo kwa mtumishi wa Mungu mmoja agenda kumutuma nk'uko yeye alikuwa akienda kutangaza habari njema kama hivyo. No. Murazi igiswa gikomeye kandi gifise agace kigabira n'abantu bamchungere mtego. Basi mwizi mkubwa anakuwa na sehemu yake ambayo anahukumu na watu wa kumlinda usalama. Uwo mukwiza butumwa yarazi neza yuko we ari wakunda gusawo Nicky Cruz. Sasa huyo mtangazaji habari alikuwa anajua kwamba yeye ndio anampenda tu hiyo Nicky Cruz. Abandi bose ndibamukunda. Wengine wote walikuwa wampenda hiyo. Bali bamuzina abaseta abasirikali bamukunda. Kwa sababu watu wote wengine walikuwa wanamjua vibaya, kama ni wanajeshi kama ni government walikuwa wanamjua vibaya. Bali bachiuko umuntu ameze nabi. Kwa sababu walikuwa wanajua kwamba ni muuaji mkubwa. Mugabo muvuga butumwa yaraza haba muri cyo gisagara. Basi muongea injili basi alikuwa anajua sehemu anakaa. Arashika ku gate ya mbele. Akafika kwenye gate ya kwanza. Asite ku gate. Alipofika kwenye gate aramubaza akamuuliza, eti wewe unaenda wapi? Tije ndonde mkubwa ni yitwa Nicky Cruz. Eti mimi natafuta mkuu wenu anaitwa Nicky Cruz. Tunatafuta Nicky Cruz. Umunagena aboneka yuko ari satani ni satani. Mtu anaonekana kama ni shetani kabisa, shetani. Wewe umrondele. Wewe unamtafutia nini? Je, umunyemerere kugenda kuonana nawe? Eti mimi kunikubalieni nije kuonana naye. Ali ari muri kave muri basement. Sasa uko kwenye kave ama basement. Uyo Nicky Cruz yaciye ababona ukuntu bajya mucungere umutekano bari bavugana n'akagabo kanaka. Eti akaona yeye alipokuwa kwenye basement jinsi wale wanajeshi wake walikuwa wanaongea na Bwana hivyo tu. Abona ni umuntu, akaona ni mtu nta nguvu afise, hana nguvu, mugabo afise igitabo. Akila ana kitabu. Ico gitabo afise yari Biblia. Ico kitabu kifanacho ilikuwa ni Bible ama Biblia. Achabaza tu mugabo arondera iki? Akasema ati huyo Bwana kauliza huyo Bwana tafuta nini? Avuze ati yatwamaje avuga yuko akere kula nawe. Eti tumemuuliza akasema eti nataka kuonana na wewe. Mugabo ifaye yuko atanikibalisha yari kingo afise. Kwa sababu kutokana na jinsi alikuwa hana silaha yoyote. Achabaza ati nimumureka. Basi akamwambia eti muacheni aje. Araza. Akakuja. Ararengana. Akapita. Arashika au Nicky Cruz. Akapita sehemu Nicky Cruz. Nicky Cruz amuone. Nicky Cruz alipomwona akampata ungondera kwi. Akamwambia wewe unanitafutia nini? Amugatutemene wakira gakiza. Eti mimi nataka upokee habari njema. Yesu anakupenda. Eti Yesu bado anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Ibyo ukora byose akeneye kubihewa watu. Mambo yote ambayo unafanya anataka uyaache umpokee yeye. Uwo mwanya nyene. Basi kipindi hicho muda huo Nicky Cruz afatwa mtu mtu akachukua anamuonda kwa kukumbehomo vyao yali kitu. Basi akamchukua akampiga katika vibambazi. Anamukubita akampiga. Uwo mtu anakwirina na maraso. Basi yule mwinjilisti akatoka damu.
akavunjika na midomo yote ikapasuka, akamwacha kabisa, ameenda kabisa, ameteseka. Itakuwa mambo ya ajabu. Akina alikuwa anampiga, alikuwa akimpiga na anasema Mungu anakupenda nini? Akumjidogea ila hizi aseme eti wewe ni akunungunika. Birashika wowe umuririmbyi, inafika wewe ni mwimbaji, ubisakana watu bakuvuze ko unasikia wanakusema kitu fulani, ukenda kurimba urasije, hata unapoenda kuimba wanakusema kitu fulani, hata kuja kanisa unashinda eti wamesema hivi na hivi, hapo ukihangania bikakunanira, hata kuliko kuvumilia kila kushinda, kubera ntufise kwa sababu unaloka na siku ndani mwako. Mu Imana muri wewe muri jewe na ni ubushobozi bukomeye tuba dufise bwo kuturinda. Kuwa na Roho Mtakatifu ndani mwangu ni kitu ambacho tunacho kikubwa cha kutulinda. Nuko rero Mungu akutuma kumwambia ni Imana yakukunda, Yesu akukunda. Basi mwinjilizaji wake anamwambia nikikuze, Yesu anakupenda. Lero yaramureka aragenda. Basi akamwacha kaondoka. Araheri bisi. Wakapita siku. Uwo muvuga gutuma ule mwinjilisti aragenda kwivuza. Akaenda hospitali. Imana yamukiza mugira neza. Basi Mungu akamponya, akamfanyia vizuri. Atagerikia ategura igikorano. Ikafika kipindi anaandaa mkutano. Ategura ico gikorano. Alikuwa andaa mkutano. Yagiteguriye ngene muri ka gace Nick Cruz akoreramo. Basi akaandaa mkutano ile sehemu karibu na Nick Cruz anayotendea kazi zake. Indirimbo nyinshi, nyimbo nyingi sana. Ubutumwa buravugwa, habari njema zikatangazwa. Kumbe Yesu anakukunda, wale Yesu anakukunda. Sema Yesu anakupenda, mtu yote Yesu anakupenda. Nikikuza abashinga bose bati. Mbona uvi nduriyo bimeje ko? Nikikuza akauliza majeshi wake. Mbona nasikia fujo huko, kuna nini? Kumva abantu benshi bakubari indirimbo z'Imana. Tunasikia watu wengi wanaimba nyimbo za Bwana. Ati kandi akumavuga ngo Yesu anakukunda, Yesu anakukunda. Pia wanabaki wanasema ati Yesu anakupenda kwa kila mtu. Nikikuza atashibite ko kuri zo ngabo ziwe. Basi nikikuza katoa amri katika wanajeshi wake. Muze tugende muri kijana. Haje bari korakora igikorwa. Eti twende sehemu akora tangazia injili. Hanyuma tugende kwishira muri. Hapo twende tukaje ndani mwao. Ofisi moja tuna masasi. Tukiwa na silaha zetu. Hanyuma twabona bamaze kubetesha neza na neza. Wakishaona wamesha enjoy kabisa, wako ndani ya Roho Mtakatifu. Basi wote tusije kabisa tupige watu wa huko. Baragenda basi wakaondoka, wameficha silaha zao, wakakaa mmoja kule wakajipanga. Kwa mko utuma kubandanya fukati. Basi injilista kaendelea kusema. Nabo walisha bandana kutusati mani babazi la kwa. Eti kama umeua watu tofauti wengi sana, ukiomba msamaha Mungu atakusamehe. Nabo walivye uri musuma Imana yakuba bari kusati babazi. Kama ni mwizi ukiomba msamaha Mungu atakusamehe. Ni muri musambanyi Imana yakukunda usati babazi la kwa. Kama ni mzinifu ukiomba msamaha Mungu atakusamehe. Chacha chose ukisati Imana babazi la kwa barira. Dhambi yote ukiomba msamaha Mungu atakusamehe. Kwa kutumwa buguma bwinjira mu bantu. Basi injili kaendelea ingia ndani ya watu. Harageze ho ginjira muri Nick Cruz. Ikatoka kipindi kuna habari njema kaingia ndani ya Nick Cruz. Nick Cruz kwa nini jambo Imana alipofikiwa na neno la Bwana atangura kusemerera. Basi akaanza kupiga, atangura kulira, akaanza kulia, atangura kuoroga, akaanza kunungulika. Baba atebiwe babantu mcengera umutekano. Wale wanajeshi wake wanapomchunga wakasema what's going on? Ndio twapanze birafu. Wakasema vitu kama tumepanga vimekufa. Navyo tukikoze. Wakasema hatufanyi chochote. Kugeza ngiriki. Basi katika kipindi Nick Cruz aragenda asaba imbabazi. Nick Cruz akaenda akaomba msamaha. Aravuze ati ndasabye mu mbabarire. Akasema ati naomba mnisamehe. Atangura kuwa kwa yaramwibye abonye ishusho yiwe. Akaenda kwanza kwa yule mwinjilisti kumwambia nisamehe. Avuze ati ndagusabye imbabazi. Akasema naomba unisamehe. Numbabarire. Unisamehe. Narakugiriye nabi. Nimekufanyia vibaya. Narase no kukumvira kusikia mambo uliyoniambia. Ati gisagara cyose. Basi mji wote. Na leta Amerika yose. Hata Amerika nzima. Ndayisabye imbabarire. Naomba inisamehe. Abasirika bose bambabarire. Eti wanajeshi wote wanisamehe. Kubera nakose ubugabitanye burenge. Kwa sababu nimetenda mambo mabaya sana. Sasa ninaomba msamaha mtu yote anisamehe. Bwana apewe sifa. Nick Cruz. Nick Cruz huyo n'uyu munsi arasi shengero arongo. Hata sasa hivi ana kanisa ambayo anaongoza. Yarabaye Mkristo. Amekuwa Mkristo. Aravuga ubutumwa. Anaongea habari njema.
Leo tushishika mkuki changu. Sasa tuendelee na kusema na kutangaza neno la Bwana. Tukoroeshe ukuri. Tumikishe kweli. Nuti ya kuvuga ukuri ngo nuko bagutoteza. Usiogopi kusema kweli eti watakusema vibaya. Ongea neno la Mungu liko ndani ya Biblia. Mungu ukabona bakuvugana. Lakini ukiona wanasema vibaya. Mwijambo mukintu cyo gukoramo nabi. Ukijua kitu kibaya unafanya vibaya. Uhindure nanje mpindure. Hapo hiyo sehemu badilike ama ubadilishe na mimi nibadilishe. Mungu abakuvuga amajambo atereze neza ubona nawe uri mukuri. Lakini wakikusema neno mabaya lakini ukiona wewe uko ndani ya kweli, ibada ni zeni bikorwa vyema. Endelea na kazi ya Bwana. Kubera imani zodushumba. Kwa sababu Mungu atatulipa. Abakoreye mu imani mukuri imani zodushumba. Watu wote wametumikia Mungu na ukweli, imani Mungu atawalipa. Bwana asifiwe sana. Imani baheza. Basi ndivyo Bwana asifiwe. Kumvise ijambo ryiza. Tumesikia neno nzuri la Bwana. Nibaza yuko wagiye koragura. Nafikiri umeenda unaogota. Yesi wayumvise. Ni mambo mengi uliyoyasikia. Abaririmbyi baribye mu gitoro bari kwasigura. Waimbaji wameimba asubuhi walikuwa kutoa injili. Ya umukozi w'Imana naho akugaburi. Imefika hata kipindi mtumishi wa Bwana na yeye anakupatia chakula. Wayakiye kundusha ndabizi. Umechukua hata kunizidi najua. None hageze umwanya wo kwiyegereza umwana. Sasa inataka kipindi cha kujisogezea Bwana. Kuko haraho umukozi w'Imana aho yayigishize yasomye ku gice kwa 11. Kuna sehemu mtumishi wa Bwana amesoma kasoma mstari wa 11. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwauzi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu, furahieni na kushangilia. Hiyo ni Mathayo mtakatifu 5:11. Igihe babatoteze kubw'ijambo ryanje ati muneze. Siku zote wakiwadhuru kwa sababu ya neno langu furaheni. Igihe buzi ubutumwa ugahura n'ikibazo, ukisema injili unapata una shida, ati ntubabarunezerwe, eti usisirike akini furaheni, kuko ufise impera hariya, sababu una malipo huko mbele. Bwana asifiwe. Bwana pesa. Yani jambo ryiza cyane. Ni kwa neno nzuri sana. Ndibaza ko arico kitu muri hano. Ninajua ndio sababu uko hapa. Nta kintu gitoyi cyakuyoga. Hakuna kitu chochote kidogo kinaweza kukukuza. Kuko ufise ibintu bikomeye. Kwa sababu una vitu vikubwa vya nguvu. Bitotuma wasubira. Hawezi kusababisha unarudi nyuma. Ndazi yuko wahura n'amajambo akomeye mu byo ukora. Najua unaweza kupatwa na maneno magumu sana kwa vitu ambavyo unafanya. Mu buririmbyi bwawe washobora guhura n'ibibazo bigukomerera. Katika uimbaji unaweza kupata na maneno magumu. Mu bukozi bwawe washobora guhura n'ibibazo bigukomerera. Katika kazi zako unaweza kupatwa na maneno magumu. Ijambo ry'Imana ntitwemera ko twiruka. Basi neno la Mungu alikubali kwamba takimbia. Ariko ligomba ko dukomera. Lakini nataka tuwe watimilifu. Bwana asifiwe. Umwanya wo gusigura waheje. Muda wa kuhubiri umeisha. Dusaba ko wahuguruka. Twese tugahaguruka. Tunaomba watu wote msimame. Hanyuma bariya baradushirako kwa rurimbo rwacu twatangurira. Alafu wale watatusilia nyimbo ambazo tumeanza. Ujya muntu yumva yuko afise ico yabwira Imana. Ule mtu ambaye ana kitu ambacho anataka kumwambia Mungu. Turamusaba kwanza gushika hali mbere hanyuma tusenge hapa ili tuweze kuombea pamoja. Ndibaza twese dufise ibibazo twahura navyo. Sote tuna vitu ambavyo tunaweza kukutana navyo vigumu. Ufite umunyantege ntiwashobora kubana n'ibibazo. Kama una nguvu ndogo hauwezi kupata na tatizo. Ni hahandi uhura n'ikibazo ukatuza kuryama mu ndio pale ukapata na tatizo unakimbia fulani. Bakaronderaho baricara ku ntebe bakakora ulipoona kazi katikisije hapo na posa. Zaburi umuntu wuzuye ibicitaza wote kwa ni mtu wa kujaa majaribu siku zote. Ati ndahuye n'igicitaza. Eti huyo nimepatwa na majaribu. Wote wayicaranye kama tulikuwa tunakaa pamoja unakutana umerudi nyuma. Washobora kuza kuombea pamoja. Imani kadwe ikomeza. Mungu anatupa ushindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nitukuhamagaye yuko uze kwihana ibyaha ya. Tuite uje kuombea dhambi hapana. Tuhamagaye yuko uhamye inkomezi z'Imana. Tunakuita ili nguvu za Mungu. Ugiye guhura na byari birakomeye. Kwa sababu tunataka hiyo kuombea.
Imani inawagirira neza. Mungu anasema kwamba mkono wake si mfupi ukose kuponya mataifa. Mahali popote ulipo atakwenda kukufikia na atakuponya. Tunaenda kuomba. Mungu ambao unaishi katika mahali pa mbingu, tunashukuru jinsi umeweza kuwa pamoja nasi tangu asubuhi wakati wa saa 4 tungali tunaingia hapa. Bwana umetulinda katika mambo mengi ambayo hatufahamu, kwa sababu wewe unatulinda wakati wowote Bwana. Na sasa tazama kazi zote zimefanyika ndani ya kanisa hili, uliweza kuzibariki mpaka tunafikia lengo letu na kufikia neno lako Bwana, ikiwa ni posho ya kutufikisha katika ufalme wa mbingu. Ewe Yesu, asante kwa sababu umetupenda, asante kwa sababu u pamoja nasi, asante kwa sababu unalichunga kanisa lako Bwana. Hili ni kanisa lako na unalitizama hapa kwa hapa, na tunajua kwamba wewe unazidi kuwa pamoja nasi katika mambo yetu. Sasa Bwana, ninawaombea hawa kwanza wahurumie, uwasamehe kwa makosa yao Bwana, na ulisamehe kanisa lote kwa jumla, si kwa sababu wamebaki katika viti vyao eti wanatimiza. Hapana, hakuna kutimiza kwa mwanadamu. Katika mafikiri tunayawazi asiyostahili. Bwana wetu, tunaomba tusaidie. Macho yanasababisha tunaona na tunatamani. Ewe Yesu, pate kutuhurumia. Ni mambo mengi ambao tunayawaza ambao hayastahili mbele zako Bwana. Kanisa lote pamoja na hao wako hapa pate kutuhurumia Bwana. Nina imani nawe kwangu umeisha kutusamehe makosa yetu. Na zaidi ya hili tunaomba Mungu, tazama wa vijana wamefika mbele zako mtakatifu, wamekuja mbele zako wakilia, wanaomba watunikishe, wanaomba wasaidie katika safari hiyo ngumu, wakati wa kuimba, wakati wa kusafiri, wakiwa kwenye kazi. Babu walinde, wengine wakiwa kwenye masomo, Babu walinde, kwa maana hata kwa masomo kuna mitego mengi, lakini tunaomba Bwana wasaidie. Wanaomba nguvu mbele zako, na wakati wanaomba nguvu, wameona kwako ndio kuna nguvu Baba za kuweza kuwasaidia katika safari ya kwenda mbingu. Uwasimamishe Baba, wapate kukumbuka yale ambao uliyataja kuweza kusafiri nayo, na waombea wape silaha zote ili wapate Bwana kuzibeba siku ya leo, ziwe ndani yao, wapate kujihimudu wakati inapokuwa inastahili Bwana. Asante kwa sababu umekubali kuwapa nguvu. Nguvu zako ziwalinde, watembee nazo, wasiogope nguvu za giza wanapofanya kazi zao, wasiogope Bwana wa majeshi, kwako watakuona wewe mbele zao Baba. Sisi sote tunaliombea kanisa ili jina lako lipewe sifa. Kanisa lako nalijua kuna mambo mengi ambayo inatuzuia katika safari. Ninawaombea nao wapate silaha zote za roho ili wapate kuzivaa ndani ya mioyo yao, ewe Yesu Kristo. Na ninaombea watumishi wako vile vile wanayosimama hapa na kutoa neno lako. Mungu, pate kuwapa hekima za kuweza kutafsiri mambo ya roho. Ewe Bwana, Biblia ni maneno yako, Biblia ni neno takatifu. Tunaliombea kanisa lote lipate kukujua wewe, lipate kujua maneno ya Biblia, wakiyazingatia
na kuyaweka ndani ya mioyo yao. Sasa Baba, ninarudilia, ninawakumbuka wagonjwa nao mahali walipo, wainue mikono yao Bwana wa majeshi, upate kuwatembelea. Unawajua. Tunafukuza nguvu za giza kutoka mikononi mwao, tunafukuza nguvu za giza kutoka miili yao, tunafukuza nguvu za giza kutoka kichwani mwao, hata kwa miguu yao, tumboni mwao, katika vifua vyao, uti wa mgongo. Bwana, majeshi ya shetani yapate kukimbia. Tunasema katika jina lako, majeshi ya shetani yatoke ndani ya kanisa yako, ndani ya kanisa lako Baba. Wewe ndiye unalilinda, pasipo wewe hatuwezi Bwana, wala hatuweze kusimama, kwa sababu shetani anatukania wakati wowote, lakini tuna imani kwamba tukisimama ndani yako Bwana, shetani hataweza. Asante kwa sababu umekubali kuwaponya wale waliokuja wakisikia maumivu, na wale wanao wagonjwa wao nyumbani wajisikie salama, na watakapofika nyumbani wakute wagonjwa wao wanapona. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, na tunaweka matumaini kwako kwamba katika imani, na tukishukuru kwamba wote watapata neema kutoka kwako Bwana muda huu. Asante kwa sababu umekubali kuwaponya na umekubali kushusha nguvu za Roho Mtakatifu kwa kanisa lako kwa jumla. Ninashukuru kwa sababu wewe ni Mungu na unatoa kama vile upendavyo kwa kila mtu. Nina imani kwamba unayafanya hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.